Live kabisa kwa jina la East Africa TV. Tuangazia yanayojiri bungeni ambapo baada ya kukamilika kwa uapisho wa wabunge zaidi ya 380 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mkuu mpya anatarajiwa kujulikana kesho baada ya rais kufikisha jina la mteule huyo bungeni kisha kupigiwa kura na wabunge. Daniel Mkate kutokea Dodoma bungeni anaripoti zaidi. Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu akairisha kikao cha pili cha Bunge baada ya kumaliza uapisho wa wabunge hao. Amewataka kuwahi kuingia bungeni ili kusubiri jina la waziri mkuu mteule. Kesho Alhamisi, kikao cha tatu cha mkutano wa kwanza wa Bunge. Kazi itakayofanya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanaombwa wawepo kuanzia saa 3:10 kila mtu yuko kwenye kiti chake. Aidha, kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge kilifanyika huku baadhi ya wabunge wakiapa. Mimi Patrick Adikini Mwalunenge na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mimi Patrick Adikini Mwalunenge kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Marita Gido Kivunge naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Marita Gido Kivunge kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Baada ya kuapishwa, baadhi ya wabunge wameelezea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025-2050. Kwa vijana nilijaribu kuelezea nikiwa kwenye kampeni zangu kwamba tutatengeneza njia nzuri ya kuhakikisha vijana wanapomaliza kazi zao za kilimo na kazi mbalimbali, basi tuwe na michezo ambayo itakwenda kuinua vipaji vyao ili nao waweze kupata vipato kupitia michezo. Tuna dira ya 2050 ambayo inakuwa ndio mwongozo ama kioo chetu wa Tanzania kwa chochote ambacho tunafanya. Lakini pia tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 25-30. Lakini pia tuna sheria ya watu wenye ulemavu. Kwa yale yaliyowekwa kwenye dira ya miaka 50 kupitia utekelezaji pia wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao umeakisi dira yenyewe iliyokuwa imezungumzwa, iliyoandikwa kwenye dira kulingana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Basi katika hii miaka 5 kupitia bunge hili yanaenda kutekelezwa. Tunasubiri kwa hamu hotuba ya Mheshimiwa Rais, tunajua ndio itayotoa dira kwa miaka 5 ijayo. Tutaangalia kwa umakini masuala haya yamepewa nafasi gani. Lakini la pili, Tanzania ni tajiri sana. Tanzania sio masikini, lakini Watanzania ni maskini. Rasilimali tunazo nyingi, lakini tuwe wa kweli kwamba bado zinawanufaisha Watanzania wachache. Kutoka katika bunge hili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daniel Mkate, EATV. Asante Daniel Mkate kutoka bungeni Dodoma. Asante pia kwa Koroja Matias kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Anasema yuko Makambako, mtaa wa Magongo, yupo live kabisa. Lakini pia Hassan Mlacha kutoka Kaloleni anatupata pia kupitia YouTube, lakini pia na wengine wote ambao